Hello guys, habari. Kwa majina yangu mimi naitwa Dr. Mary, ni mtafiti na mtabibu wa tiba asili. Habari za muda huu popote walipo, mimi si jambo. Namshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vizuri. Sijui wewe huko unaendeleaje? Tunaendelea na madarasa ya tiba asili na mitishamba. Kwa wewe ambaye ni mgeni na unaitazama hii video kwa mara ya kwanza, na kuomba subscribe. Share video kwa wengine nao wakajifunze, darasa zuri kabisa. Lakini pia kwa wewe ambaye ndi mfuatiliaji wa madarasa yangu, basi endelea kufurahia chaneli hii na usikilize hii video kuitazama mpaka mwisho, ili uweze kujua hatua kwa hatua naenda kufundisha kitu gani hapa sasa hivi katika hii video. Huu mmea katika macho yako nadhani wengi mnaufahamu, unaitwa mmea wa mstafeli. Mstafeli ni mmea ambao unafanya vizuri sana kwenye tiba ya saratani aina zote. Majani yake, hasa majani yake, wale ambao wanatumia majani ya mstafeli ambao yakiwa yamekaushwa na hata yakiwa mabichi. Majani ya mstafeli yatakusaidia wewe kuondokana na changamoto hiyo ya saratani. Yaani una saratani ya aina yoyote inakusumbua, ya utumbo, saratani ya shingo, yaani yoyote ile inakusumbua wewe. Tumia majani haya ya mstafeli kwa muda wa siku 14 ambazo ni wiki 2, ili kuangalia, je, huu mstafeli una maajabu? Unanifanyia maajabu katika mwili wangu? Sasa unatakiwa uchume majani ya mstafeli, majani 10, majani 10 na maana saizi ya kiganja. Utachemsha kwenye maji ya lita 2. Ukishayachemsha utayaacha yapoe kabisa. Dawa yako utahifadhi katika chupa safi. Utakuwa unapima kikombe cha chai tu. Kikombe cha chai tu kinakutosha asubuhi na jioni kwa muda wa siku hizo 14. Majani ya mstafeli yatakusaidia kuimarisha mwili, kuweka sawa na kuzuia aina yoyote ya saratani. Aina yoyote ya saratani itazuiliwa na haya majani ya mstafeli. Na mstafeli majani yake haya unaweza ukayakausha, ukawa unatumia unga wake ambao utakuwa unachota kijiko cha chai au kijiko cha chai kidogo, kile unga wake, na kuweka katika kikombe kidogo cha chai katika maji ya uvuguvugu. Unakoroga, unakunywa, unakoroga, unakunywa asubuhi na jioni kwa muda wa siku 14. Mstafeli utakusaidia sana kuweka mwili wako sawa na utaufurahia sana mstafeli kwa sababu unafanya vizuri sana. Mmea huu pia matunda yake, tunda la stafeli ni zuri sana ukitumia kama juisi. Lina sukari yake nzuri sana na ni tunda ambalo ukitumia mara kwa mara utalifurahia. Ni tunda ambalo lina ladha nzuri na pia linafanya kazi vizuri kwa wale ambao wana upungufu wana changamoto ya choo. Mstafeli tunda lake vizuri sana wenye changamoto ya choo. Choo kinakusumbua mara kwa mara, tumia mstafeli. Huu mstafeli utakusaidia sana sana. Ukipata tunda lake ambalo limeiva zuri, lina kamba kamba na sukari na vimbegu vyake viko kama mbegu za tikiti. Kwa hivyo hilo tunda litakusaidia sana wewe kuimarisha mfumo wa utumbo pamoja na mmeng'enyo wa chakula, ili kulainisha choo na kuweka katika mfumo mzuri.
wa utumbo mkubwa ambao ndo choo kinakaa. Kwa hivyo mstafeli pamoja na tunda lake yana faida kubwa sana kiafya. Tumia mara nyingi uweze kupata matokeo mazuri. Tumia kwa mwendelezo mzuri, tumia kwa mpangilio mzuri, tumia kwa umakini zaidi. Lakini pia kwa wale ambao ni wajawazito na watoto, mstafeli usiutumie, majani yao usiyatumie. Na kwa wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa ya sukari, magonjwa makubwa kubwa kama moyo, usitumie huu mstafeli. Kwa hivyo faida ya mstafeli katika kutatua changamoto na kuzuia kansa ya aina yoyote ni hiyo hapo. Mpendwa mtazamaji wangu, share kwa wengine na wakapate darasa zuri hili ambalo nimekufundisha. Na pia wewe ambaye umeitazama hii video mpaka mwisho, na kuomba subscribe. Toa maoni yako kwa darasa ambalo nimekufundisha sasa hivi. Ulike pia. Mpendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Dr. Mary kwa tiba na ushauri. Karibu sana, tupigie, bonyeza alama ya kujumlisha 255 787 2320 81. Utatupata WhatsApp na kawaida popote ulipo. Tutakupa ushauri na tiba. Karibu sana. Asante kwa kutazama hii video. Tutaonana wakati ujao katika